Wilaya ya Rakai iko kusini magharibi mwa Uganda. Kifo kingine, mazishi mengine. Tangu kuzuka kwa ugonjwa ulioenea wa ukimwi, matukio haya yamekuwa ni jambo la kawaida mno, kiasi kwamba watu hawana muda wa kuacha kazi zao ili kuwaomboleza wafu wao. Miaka 20 ya machafuko ya kijamii na anguko la kiuchumi imeifanya Uganda iathirike sana na balaa la ukimwi. Mmoja kati ya kila watu wazima 6 ana virusi vinavyosababisha ugonjwa huo. Lakini huzuni si balaa pekee inayoletwa na ukimwi. Shirika la Afya Duniani linatabiri kwamba kufikia mwaka 2000, kati ya watoto milioni 10 na milioni 15 duniani watakuwa wamewapoteza mama zao na huenda hata baba zao kwa ukimwi. Filamu hii inahusu mapambano yanayofanywa na kijiji kimoja cha Uganda dhidi ya tatizo la kuongezeka kwa mayatima. Huko Kibonera katika wilaya ya Rakai, mtoto mmoja katika kila 8 anampoteza mzazi mmoja kwa ukimwi. Katika Afrika, kizazi cha mayatima wa ukimwi kinakuwa bila uongozi wala msaada wa wazazi. Lakini kama walivyo watoto wote, wanategemea matumaini yetu kwa ajili ya siku zijazo. Je, tutaipata vipi njia ya kuwalinda na kuwatunza? In the past, hapo kale katika utamaduni wa Afrika hapakuwa na yatima kwa sababu mtoto alikuwa ni wa jumuiya nzima. Mtoto alikuwa ni wa jamii. Hata kama baba au mama alikufa, ndugu wa karibu walibeba mzigo wa kuitunza familia ile. Leo hali hiyo inabadilika. Watu wengi wamekufa katika kipindi kifupi mno, kiasi kwamba unaona. Naam, kuna mifano ambapo mzazi alikufa na akawepo mtu aliyebeba jukumu la kuwatunza watoto, lakini hata yeye akafa pia. Akajitokeza mwingine kubeba wajibu huo, naye akafa. Kwa hiyo uyatima ukazidi kuwepo. Mayatima hao 5 wanaishi peke yao kabisa. Kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, wamelazimika kujitunza wenyewe, wakibaki nyumbani kwao, ambapo walishuhudia kwanza mama yao na baadaye baba yao wakifa kwa ukimwi. Shamba hili kubwa na lenye rutuba lilipata kuilisha familia nzima kwa chakula kingi. Sasa linaharibika kwa kasi kubwa. Watoto wanatafuta chakula kwenye magugu yanayostawi. Bado kuna vyakula fulani vinavyopatikana vilivyopandwa zamani na wazazi wao. Lakini kadiri pori inavyokuwa, ndivyo vyakula vinavyozidi kuisha. Na watoto wanajitahidi kulilima pori hilo kubwa. Mtoto mkubwa mwenye umri wa miaka 14 ambaye sasa ndiye kiongozi wa familia ni Veronica. Mnaweza kuona jinsi gani shamba la mtama lilivyoingiliwa na magugu. Hakuna mtu wa kulilima. Haikuwa hivi hapo zamani. Eneo lote lilikuwa safi. Mnaona jinsi magugu yalivyoenea. Huu ni mtama tuliopanda chini ya uongozi wa baba alipokuwa mgonjwa. Tumevuna magunia 3 mpaka sasa. Mavuno ya kwanza yaliibiwa na ya pili pia. Walianza kuiba hata ya 3. Tukasema, ngoja, tutafanyaje sasa? Hebu tuvune ili tuuze na tupate fedha kidogo. Bado kuna watu dhidi yetu. Shamba la kahawa ambalo sasa halina matunzo mazuri lilikuwa linaingiza kipato kizuri. Baba alipokuwa hai tukipata magunia 15, lakini sasa tunapata magunia 5 tu kwa sababu hakuna anayelitunza zao hili. Na kiasi kikubwa cha kile tunachokivuna kinaibiwa. Mbali na wizi, mayatima wamo katika hatari ya kupoteza ardhi yao.
Jambo hili huwafanya mayatima wengi wabaki nyumbani. Mkuu wa wilaya Robina Kasada anaeleza hivyo. Before the last parent dies, they tell these children that if I die, don't leave the home. Kabla mzazi wa mwisho hajafa, huambia watoto wake kwamba nikifa msihame hapa. Kwa sababu tuna ndugu wachoyo ambao hujifanya wanawapenda watoto waliopotelewa na wazazi wao. Huwadanganya na kuwachukua majumbani mwao, na kwa kufanya hivyo hukusudia kutoa mali ya watoto hao. Kwa jinsi hiyo, watoto wengi hawataki kuhama maeneo ya wazazi wao. Kutokana na uzoefu mdogo na kutokuwepo mtu wa kufanya kazi nzito, familia ya Veronica inajitahidi kulifanya zao lao liwaingizie kipato. Kuendesha nyumba kunahitaji muda mwingi na nguvu nyingi, kiasi kwamba watoto wengi mayatima wanalazimika kuacha shule na kuyaharibu matazamio yao ya baadaye. Hata hivyo, watoto hawa Veronica na wenzake, licha ya matatizo mengi, bado wanaendelea na masomo yao ya elimu ya msingi. Waluo mulale yali aline vunza katyo yangirira kufa. Waluo mulale yali alino ugina benza buzampya. Bafu iliyojengwa na watoto na nafasi yake inawatosha watoto. Kama ilivyo kwamba hali ni ngumu, njia pekee iliyopo ni kujitunza wenyewe. Kwa njia hii wanaweza kuishikilia ardhi yao na kubaki pamoja kama familia. Wajibu wa wazazi umemwangukia Veronica. Tatizo kubwa ni kuamka asubuhi na mapema ili kuamsha wengine. Hawaamki wenyewe mpaka uwaite. Matatizo mengine ni kurudi nyumbani kuwapikia na pia kuwafulia nguo zao Jumamosi, kwa sababu hawawezi kujifulia wala kujiogesha. Tuseme hivi, kila jambo ambalo watu hufanya kwa kawaida huwa ni gumu. Jitihada za Veronica kuwatunza wadogo zake hatimaye zitamzuia asiendelee na masomo yake. Ameutoa utoto wake mhanga ili kuiwezesha familia yao kuishi. Juu ya yote, sina budi kuhakikisha kwamba watoto hawa hawaendi huko na huko kuombaomba chakula. Baba alipokuwa hai tulikuwa hatuna matatizo kiasi hiki. Hakuna kilichopungua kwa sababu alikuwa akituambia kuwa ikiwa mna haja sana ya kitu fulani nendeni kwa majirani. Lakini sipendi watoto wangu kuwa ombaomba. Iwapo tulihitaji kitu chochote chakula alitununulia, na ndivyo ilivyokuwa. Matatizo ya mayatima wa ukimwi huanza mapema kabisa kabla ya kifo cha mzazi wa pili. Familia ya Semambo ilikuwa ikiishi Entebbe, lakini ilirejea Kabonera baada ya baba yake kupata ukimwi ambaye alikufa miezi miwili baadaye. Semambo ameacha masomo akiwa na miaka 15 ili kumsaidia mama yake. Anafanya kazi kila siku, akivua, akilima na kuokota kuni. Gambera tato kuvale yafane manyanti nyingi. Tangu alipofariki baba nilitambua kuwa wakati mgumu umeanza. Ni kweli kazi nilikuwa ninafanya, lakini wakati ule nilijua baba yupo. Kwa hiyo nilikuwa sifanyi bidii sana. Haikuwa imeniingia akilini mapema kwamba atakufa. Baba alipokufa nilianza kupata matatizo. Nilianza kufanya kazi wakati wote. Ndipo nilipogundua kwamba matatizo yananikabili. Ninajaribu. Tatizo nililonalo hivi sasa ni kwamba ninakwenda mahali kufanya kazi fulani lakini simalizi kabla ya kuanza nyingine. Kiasi kidogo cha fedha nilichokipata huenda nimekwisha kitumia. Kisha ninaambiwa hakuna chumvi au sukari. Mooni nasononeka sana. Mama yake Semambo na Basula ana ukimwi pia, hivyo anazidi kudhoofu siku hadi siku. Bei ya madawa ni tatizo jingine kubwa kutokana na kipato kidogo cha familia. Semambo na mdogo wake walikijenga kibanda hiki kisicho imara ambamo sasa wanaishi. Kuna matandiko machache na upepo unawapuliza kupitia matundu ya kutani. Nyumba inavuja, haikuwa imara, ikinyesha mvua tuna hali mbaya.
Tangu siku chache zilizopita nimeanza kupata usingizi, lakini kwa muda mrefu nimekuwa sipati usingizi hata kidogo kutokana na maumivu. Nalala vibaya. Familia ina kipande cha ardhi, lakini sasa hivi kina matatizo ya matunzo kwa sababu Simambo analazimika kufanya kazi ya vibarua ili kupata fedha. Tatizo nililonalo sasa ambalo ninahitaji kusaidiwa ni kwamba kwa kuwa mama anauma hawezi hata kujivuta kwenda shamba la migomba na kulipalilia au kuvijengea udongo viazi mviringo au mihogo. Hawezi tena kufanya kazi hizi. Kwa hiyo sasa natarajia kufanya kazi moja ili niache kwenda vijijini kutafuta fedha kidogo na kuweza kulima nyumbani kwa sababu eneo zima limeharibika. Mdogo wake Simambo, yani Chaza, na umri wa miaka 11, humtunza mama yao, hutayarisha chakula chao na hufanya kazi ndogo ndogo ili kupata fedha kidogo. Katika familia zilizokumbwa na balaa la ukimwi, mzazi na mtoto hubadilishana wajibu kutokana na kwamba watoto hujitahidi kuwasaidia wazazi wao wagonjwa. Aidha, hata wanapopigana mieleka na umaskini, watoto hao wana uchungu pia wa kumwona mzazi wao anakufa. Kufanya kazi na wagonjwa wa ukimwi na familia zao kumemfanya Sister Asala Sharp kuizoea huzuni inayowapata watoto. Sidhani kuwa tuna taarifa za kutosha kuhusu athari kisaikolojia kwa mayatima. Tunaweza tu kulinganisha na yale tuliyoyaona kuhusu mayatima wa vita. Ninawakumbuka watu wawili ambao walikufa. Alianza kuugua mume, akafuatia mkewe. Baada ya miezi michache mke alifariki. Alikuwa na watoto 5. Wa kwanza alikuwa msichana wa miaka 11. Tulipita mara kwa mara pale walipoishi. Kwa siku nyingi nilipopita pale nyumbani mchana, nilikuta mlango na dirisha vimefungwa. Ndani niliwakuta watoto wamemzunguka mama yao sakafuni. Lilikuwa jambo la namna yake ya kugusa, kwa sababu yule mtoto wa kwanza, mama yake alipopata homa, naye alipata homa. Mama yake alipoharisha, naye aliharisha. Aliiga kabisa hali ya mama yake. Simambo na Charles wanahitaji msaada na huruma ili kuweza kukihimili kipindi hiki cha matatizo katika maisha yao. Kama ilivyo familia ya akina Veronica, wanategemea usalama kutoka kwenye kipande cha ardhi wanakoishi. Mayatima wasipokuwa na kipande cha ardhi wala mtu wa kuwatunza, wanaweza kuwa wazururaji. Wanaondoka kutoka kijijini kwa idadi inayoongezeka na kuhamia mijini ili kutafuta kipato. Kule wanaanza maisha mapya. George na Kiza ni ndugu. Baba yao alipofariki alizikwa kijijini kwao ambako kulikuwa na jamaa zake. Baada ya msiba, baba yao mkubwa alisema singeweza kuwatunza, akawafukuza. Vijana hao wawili walikwenda mjini Lyantonda ambako kama watoto wengine wa mitaani waliowakuta walikuwa hawana pa kulala. Walikuwa katika majengo matupu au nyuma ya magari. Walitumia magunia kutoka kwenye majalala kama matandiko, na wanaamka alfajiri na mapema wasionekane na kupigwa. Wakiwa kama watoto wa mitaani wanawawinda na serikali za mitaa ambayo inataka kuwafukuza kutoka mji wa Lyantonda. Tulikuwa tukilala chini ndani ya matairi bila kula chochote. Nakwambia sikula chochote kwa siku 4. Nilikaribia kufa kwa njaa na uzito nilipungua. Nikajisemea, kicha hula katika majaa anaishi. Nikaenda jani pale nilikuta kipande cha mkate kikubwa. Nilikimbilia kwenye maji, nikala mkate wangu bila kufahamu umetiwa sumu ya panya. Kwa njaa nilikuwa nayo, sikuishi chochote. Niliula wote. Nikanywa maji. Nilikuwa nimeshiba, nikaondoka. Hatua 3 tu nilihisi maumivu makali tumboni. Nilipata kizunguzungu na kuanza kutapika. Tangu alfajiri na mapema hadi giza linapoingia, watoto wanatafuta kazi.
Wanachimba vyoo, wanabeba uchafu na kusukuma mikokoteni iliyojaa mizigo kwa ujira mdogo. Kazi yao haina uhakika na mara nyingine wanakataliwa kulipwa ujira wao kwa kazi walioifanya. Aghalabu watoto wa mitaani hutendewa vibaya. Mara nyingi wanaonekana kama ni ghasia, wengine wao ni vibaka, wasichana wanakuwa malaya, na watoto wengi wa mitaani hunusa petroli ili kujisahaulisha njaa na baridi. Leo George amekuwa na bahati ya kupata kazi. Fedha wanazozipata zinatumika haraka. Leo jioni watakula vizuri, lakini kesho wanaweza kushinda na njaa. Mayatima wangapi wa Afrika watakuwa watoto wa mitaani wakiishi kama George na Kiza bila kazi na kwa matumaini madogo? Wangapi watalazimika kuchagua kati ya kufanya uhalifu na kufa kwa njaa? Katika bara la Afrika zima, mayatima wanajitahidi kupambana na njaa, umaskini na huzuni bila msaada wa watu wazima. Wanaacha masomo, wanaachilia haki za kupata ardhi na kutumbukia kwenye uzururaji. Katika sehemu ya pili ya filamu tunaona jinsi watoto hawa wanavyoweza kulindwa dhidi ya wimbi la matatizo linalotishia kuwameza. Ni majira ya asubuhi katika makazi haya ya mayatima ya Uganda. Umekuwa ni usiku mgumu. Kuna mayatima wapatao 1,000,000 sasa katika Uganda. Makazi mapya ya mayatima yametayarishwa ili kufuatana na ongezeko la watoto mayatima. Katika miaka miwili, makazi 4 yamezinduliwa katika Rakai. Makazi haya ya mayatima ambayo yanaendeshwa na shirika la kanisa na vifaa vichache. Shirika limewaleta pamoja haraka sana mayatima 200 chini ya matunzo yake. Mayatima wengi wa vita vya Uganda walitunzwa katika makazi kama haya ambayo yanaweza kuchukuliwa kama suluhisho la matatizo haya sasa. Hata hivyo, mashirika ya serikali na yasiyo ya serikali yanakubaliana kwamba makazi haya ni muhimu katika kuwapa mayatima msaada haraka, lakini si suluhisho la muda mrefu ujao. Tunazungumzia mayatima wapatao 30,000 wilayani mwetu. Tatizo ni kuanzisha makazi na kutoa matunzo. Je, mtawaweka mayatima wangapi katika kila makazi? Je, mtawaweka hadi 100 au 200? Je, itakuwaje kuhusu mayatima 30,000 waliopo? Watakwenda wapi? Ujenzi wa makazi ya mayatima hauungwi mkono na serikali ya Uganda. Inadai kuwa wengi wa watoto hao wana jamaa zao katika jumuiya, kwa hivyo inadhani kuwa ni jukumu la jumuiya kuwatunza mayatima. Joli Nyako hufanya kazi katika Wizara ya Ustawi wa Jamii. Tunajaribu kuona kwamba watoto wanabakia katika familia zao badala ya kuwaondoa na kuwapeleka kwenye makazi ya mayatima. Unajua, sera hii ilikuja baada ya matukio mabaya. Miaka 10 iliyopita, wakati wa mapambano ya vita, watoto walikuwa wakizikimbia familia zao kwa sababu vita vilikuwa vikiendelea na wazazi wao walikuwa wanakufa. Walikimbilia kwenye vituo vya mapokezi. Walikulia katika vituo hivyo wakawa wavulana na wasichana wakubwa. Na walipofika umri wa miaka 15 hadi 16, ilielekea kama hakuna mtu aliyewaandaa kwa mambo yale ambayo hutokea katika umri wao. Tulipojaribu kuwarejesha vijijini katika umri huo, ilikuwa ni vigumu kabisa kwa sababu walikuwa wameondokana na maisha ya kijijini na walikuwa wameyazoea maisha yale ambapo chakula kilipatikana bure na kwa urahisi. Kengele inagongwa, wanakimbilia chakula. Sasa basi kuwarejesha kwenye jumuiya kijijini ambako wangelazimika kujitafutia chakula ilikuwa ni vigumu sana kwao. Baadhi ya makazi ya mayatima ya Uganda huendeshwa vizuri, lakini makazi haya hayana hata mahitaji muhimu ya watoto. Chakula mara nyingi hakitoshi. Watoto hulazimika kulala na njaa. Mahali penye msongamano wa watu, magonjwa huenea haraka sana na watoto wengi mayatima wana upele.
Katika kujaribu kuyafanya matunzo yawe bora katika makazi ya mayatima ya Uganda, serikali hufanya ukaguzi wa ghafla. Habari za mchana, mjambo? Hatujambo, karibu. Asante. Watoto wangapi hulala hapa? Wako kama 30. 30 katika chumba hiki kidogo? Wanalalaje? Hivyo hivyo. Kama ningemleta mkaguzi wa majumba au wa afya, angependekeza kuwa chumba hiki kinatosha kulala watoto 6 tu. Sasa watoto 24 zaidi, wengi mno nionavyo mimi kama afisa wa serikali. Je, wote hawa ni mayatima au wengine wana jamaa zao? Wamewapoteza wazazi wao. Wazazi? Lakini wana jamaa zao. Je, huoni kama ingekuwa vema kama baadhi yao wangetunzwa na jamaa zao? Unajua hilo ni tatizo kwa sababu baadhi ya jamaa zao hawa ni na maana kuwa wanahitaji kuangaliwa na kutunzwa. Tunadhani watatunzwa vizuri tukiwa nao hapa. Hapana, unajua serikali inasisitiza kuwa mtoto hukua vizuri katika familia yake ya asili na sio katika makazi ya mayatima. Kwa nini usiwatafute jamaa za watoto hawa katika jumuiya? Na labda wasaidieni jamaa kuwapatia msaada wa masomo watoto 2 au 3 badala ya kuwaleta hapa ambapo wanapata magonjwa kwa urahisi. Ni jambo unalotakiwa kulifikiria kwa dhati kwa sababu sasa hivi serikali imeunda sheria na kanuni zinazotawala makazi, na wakati utakapofika kipindi cha kuwapeni muda kitakapokwisha, serikali italazimika kuyafunga makazi haya. Pamoja na wazo zuri la serikali la kuwarejesha mayatima kwenye vijiji vyao, je, jumuiya hizi zina rasilimali ya kuamudu? Mashirika yenye misaada yanahimizwa kuendesha mipango ya kusaidia njia zilizopo za kuzipa misaada familia na hivyo kuziwezesha jamii kubeba mzigo wa ziada wa mayatima. Tulikuwa na mkutano wa watu 200 na swali nililowauliza ni hili: je, kuna tatizo gani kubwa katika eneo lenu? Mmoja kati yao alisema tatizo letu kubwa kabisa ni mayatima, na mwingine alisema tatizo letu kubwa kupita yote ni umaskini. Na hivyo tulilazimika kujadili na kuona ni tatizo gani hasa lilokuwepo. Watu walikubaliana kwamba mayatima ndilo tatizo kubwa kwa sababu sisi ni maskini. Kama tusingekuwa maskini, mayatima wasingekuwa tatizo. Hawa ni watoto wetu, ni baraka kutoka kwa Mungu. Lakini sasa tunawaona kama ni tatizo kwa sababu hatuna uwezo wa kuwatunza au hata kuwaangalia au kuwapatia mahitaji ya lazima ya maisha. Kwa hiyo kwa mawazo yangu, ikiwa familia zinaweza kusaidiwa kuongeza kipato chao, huo ungekuwa ni msaada mkubwa sana. Hatua ya kwanza ya kuwasaidia mayatima katika jumuiya ni kurekodi mahali walipo. Kwa kupewa moyo na shirika la mayatima katika jumuiya Okpo, mabaraza ya vijiji katika wilaya ya Rakai hukusanya habari kwa ajili ya uandikishaji mkuu. Katika Kabonera wanaandikisha mayatima wapya kabisa. Wanarekodi watoto wamefiwa na wazazi gani na ni nani kama yupo anayewatunza. Taarifa hii ni muhimu, hutolewa kwa mashirika ya misaada ili yaweze kutoa misaada. Tayari kuna mayatima wa ukimwi 6,000 katika Rakai wanaolipiwa ada za shule. Wale walio mstari wa mbele katika kuhudumia mayatima wa ukimwi katika jamii mara nyingi ni mabibi na mababu. Josephine ambaye sasa ana umri wa miaka 60 ana wajukuu mayatima 25 anaolea peke yake. Ameshazika watoto wake wote 5, wanaume kwa wanawake, ambao kwa kawaida wangemtunza wakati wa uzee wake. Kitu kimoja ambacho hapungikiwi ni misaada anayopata katika shughuli za kila siku. Katika uangalizi wake kila kitu hufanyika. Milo wanayotayarisha huliwa katika zamu 3.
Nchini Uganda, familia kubwa za aina hii zinaanza kuwa ni jambo la kawaida. Ili kumsaidia, shirika la Okbo limemtafutia mfadhili atayelipa karo za watoto wote. Anawapatia pia sukari na unga kiasi. Molly anafanya kazi katika shirika la Okbo na mara kwa mara huitembelea familia hii kuona jinsi wanavyoendelea. Mama, watoto wana hali gani? Hivyo hivyo tu. Wengine hawajambo, wengine ni wagonjwa. Lakini nashukuru kwa kuja kunisaidia, kwa sababu nilikuwa na wasiwasi sana. Mimi nimelea baba za watoto hawa. Baada ya watoto wangu kukua, nao wangewalea watoto wao. Lakini sasa wanapaswa kufanya kazi ya kulea watoto mara ya pili. Wanapougua, sina pesa. Mama, sasa hivi unakabiliwa na matatizo gani katika kuhudumia watoto hao? Kwa hawa wadogo hata siwezi kukwambia. Najua mwenyewe. Na sasa hivi wakati ninaumwa, nahangaika sana. Ninahangaika nao wakati wa usiku na mchana. Na kama nilivyokuambia hapo mwanzo, lazima niamke mara 3 wakati wa usiku kuwakagua wale wanaokojoa kitandani ili kuwabadilisha mashuka. Ni jambo la kushukuru kwa uvumilivu wa bibi yao. Watoto hao wana mahali pa kuishi, lakini ni lazima Josephine apate msaada ili asiishi katika matatizo. Manuel Pinto ni mwenyekiti wa chama cha Uganda cha ustawi wa mtoto. Jamii ziko tayari kufanya kazi, lakini watu wanaowasaidia mayatima ni wazee wenye umri mkubwa. Pia kuna umaskini wa kiwango cha juu, pengine ni uite ufukara. Hivyo hawawezi kumudu kutoa msaada unaofaa kwa watoto hawa. Kwa hiyo haya ndiyo maeneo ya msaada tunayotaka kuyashughulikia. Je, tunaweza kuwasaidia watu hawa wanaojaribu kutoa aina fulani ya msaada? Na je, sisi kama jamii tunaweza kuandaa mipango inayoweza kutupatia watu wengine ili washiriki katika kutoa misaada hiyo? Na je, tunaweza kuwasaidia watu hawa humo katika jamii? Msaada huo ni kuwalimia mashamba, kupanda mazao ya chakula, kusaidia watoto waende shule, kusaidia kuwafundisha stadi za kiutendaji. Haya yote yafanyike humo katika jamii. Are we members all agreed we use both local and international NGOs? Ni mashirika gani hasa yasiyokuwa kiserikali mnayotaka yashiriki katika mpango huu? Mashirika ya misaada nchini na kimataifa yanayojitahidi kusaidia mayatima yanalazimika kushirikiana ili yaweze kutumia fedha kidogo zinazopatikana kwa manufaa. Chama cha Uganda cha ustawi wa mtoto UKOBAK kinaratibu juhudi za vikundi mbalimbali, wakihakikisha kwamba vikundi hivyo havifanyi kazi ile inayofanywa na kikundi kingine. UKOBAK kinalenga kuhakikisha kwamba misaada inayoelekezwa kwa mayatima inaingizwa katika miradi inayofaa na inayoweza kuendelezwa. Kwa kufanya hivi, wanahimiza mashirika makubwa kufanya kazi kupitia vikundi vidogo viliopo katika jamii, na hivyo kutumia nguvu na utaalamu uliopo katika jamii yenyewe. Hapo Kabonera, kikundi cha wanawake kimebadili baa ya zamani kuwa kituo cha kutwa cha mayatima. Hivi sasa watoto 100 wanakuja hapa kupata msaada. Kufua kila wiki ni nafasi ya kuchunguza jinsi watoto wanavyoendelea huko nyumbani. Ukweli kwamba kiasili wanawake mahali popote nchini Uganda ndio watunzaji wa watoto umewaweka wanawake kuwa katika mstari wa mbele katika tatizo la hivi sasa. Watoto wanafurahia kwa sababu sote tu wanawake. Wanakuwa vizuri kutokana na mawazo yetu wanawake. Kila tunalowaeleza wanaelewa.
Hata sisi tulifikiri hivyo. Tuseme kwamba tulifikiri kuwa sisi kama mama tuliwajibika kuwalea mayatima wale, kuwatunza na kuwafundisha wale ambayo wazazi wao wangewafundisha laiti wangekuwa hai. Tulipoona watoto wanataabika sana, tulipata wazo la kuanzishia shule ndogo, na imetuia vigumu kwa sababu ilitubidi kupanga nyumba na kumlipa mwalimu. Tulipata shirika la kutusaidia, lakini bado ni tatizo kwa sababu idadi ya watoto inaongezeka siku hadi siku. Is it a hair? No. Is it a hair? Yes. What is this? Shule hii ndogo ya wanawake inaweza kutoa fursa ya maana sana kwa mayatima ambao mara nyingi hulazimika kuacha shule kutokana na kushindwa kulipa karo. Hata hivyo, inasikitisha kwamba masomo haya hayatoshi kutokana na ukosefu wa fedha za kununulia samani, vitabu na karatasi za kuandikia. Kwa Charles ambaye ni kaka yake Semambo, kituo cha kutwa kimekuwa ndio maisha yake. Pamekuwa ni mahali pa kupata marafiki na msaada wa kimaoni na kujifunza stadi mpya. Hapa kituoni watoto hufundishwa kazi za mikono. Mifagio na mikeka haigharimu chochote kutengeneza, lakini inaweza kuuzwa au kutumika nyumbani. Wanawake hao wamechanga fedha zao wenyewe ili kuanzisha kituo, lakini wanahitaji sana kupata fedha zaidi. Katika shamba hili wanapanga kupanda mazao ya chakula kwa ajili ya watoto. Wakiwa na matumaini ya kupata msaada wa kuendesha mradi huu, wamemwalika Fred Waje, mtaalamu wa kilimo kutoka World Vision, aje kuona wanachofanya. Ingekuwa bora kama mngepata trekta mapema iwezekanavyo kwa ajili ya kutayarisha shamba kabla ya kupanda viazi vitamu. Pamoja na hayo, je, mnataka kupanda maharage pia? Ndiyo, maharage na muhogo. Mnataka kufanya nini na chakula hicho? Ni kwa ajili ya matumizi yenu au kwa ajili ya kuuza? Chakula hicho ni kwa ajili ya kualisha mayatima, na lengo letu pekee ni kualisha mayatima. Iwapo kutakuwa na ziada, basi tutauza. Jitihada za jamii kama hizi za kituo cha Kabonera zinatoa fursa kwa mashirika ya misaada kutoa misaada kwa watoto walioathirika zaidi na matatizo ya mayatima wa ukimwi. Tuko tayari kutoa misaada iwapo watatufahamisha mahitaji yao. Kwa mfano, wanahitaji kulima tena shamba lile. Tuko tayari kumlipa mwenye trekta aje kulima shamba hilo. Na iwapo wanataka mbegu, watatueleza mbegu gani, kilo ngapi, na tunaweza kununua mbegu hizo na kuwapelekea. Wanawake wamemwomba fundi cherehani wa kijijini awafundishe mayatima wao kushona ili waweze kukabiliana na maisha katika miaka ijayo. Kwa mayatima wanalazimika kujitegemea wakiwa na umri mdogo, mafunzo ya ufundi ni muhimu sana na yanaweza kufadhiliwa na mashirika ya misaada. Aina ya mafunzo ya ufundi tunayofikiria sio kuanzisha taasisi kubwa ya mafunzo ya ufundi au kuanzisha chuo kikubwa cha ufundi, bali ni kumpata muhunzi katika kijiji au fundi cherehani au seremala na kumsaidia awachukue watoto wachache ili wafundishe polepole. Tunachohitaji ni kuwa ni aina ya mafunzo ya ufundi. Kwa kufikiria siku zijazo, mayatima wanaweza vile vile kupatiwa ufundi muhimu na familia zao. Wazazi wanaosubiri kifo wanashindana na muda ili kuwapatia watoto wao ufundi wa thamani kabla hawajawa wagonjwa sana. Gerard na mdogo wake wanajifunza kutengeneza pombe ya kuuza kijijini. Wanafundishwa na baba yao John ambaye ana ukimwi. Hiki ni kipindi muhimu kwa familia kuwatayarisha watoto kikamilifu iwezekanavyo kwa ajili ya miaka ijayo. Ni muhimu pia kwamba baba aache wasia ili kuhakikisha kisheria kwamba ardhi inabaki kuwa mali ya watoto. Gerard lazima amtunze mama yake Foster ambaye pia ana ukimwi na sasa ni mgonjwa sana. Hongera kwa kupika pombe. Asante. Umeshamaliza kwa leo? Ndiyo, tumemaliza kwa leo. Nilitengeneza ya kutosha siku 2. Nilijaza vyombo 2. Kwa hiyo umefanya kazi haraka sana? Ndiyo, tumefanya kazi haraka sana.
Je, nikusugue Vaseline? Ndiyo, nisugue kidogo. Mwili wote unaniuma. Mwili wote umekauka. Umeona? Mwili hauna damu. Nakukaza okulaba. Mchana msai. Naweza kupata maji ya machungwa ninywe? Sister Asla anaamini kwamba kadiri wazazi wanavyokaribia kifo ndivyo wanavyohitaji kusaidiwa sana kupunguza mahangaiko yao. I've seen many patients. Nimeshaona wagonjwa wengi kabla ya kufa na sidhani nimeshamuona yeyote anayeogopa kufa. Lakini wasiwasi wao mkubwa ulikuwa kwa watoto wao. Kwa hiyo fikra yangu ingekuwa, kwa nini mtoto amwangalie mzazi wake akifa kutokana na kuharisha wakati dawa rahisi tu ingeweza kumponyesha? Kwa nini mtoto amwangalie baba au mama yake akijikuna hadi afe? Kwa nini waone mwisho usio na heshima kwa baba na mama zao wakati dawa rahisi ingewawezesha kuendelea kuishi? Kwa hiyo naona kwamba tujitahidi iwezekanavyo kuwafanya watoto hawa wasiwe mayatima wenye matatizo kwa muda mrefu ujao. Kwa mtoto mdogo kila siku ni sharti awe na mama yake na baba yake, na hasa mama. Hospitali ya Kitovu husaidia watoto ambao mwisho wao ni kuwa mayatima kwa kufanya wazazi wao kuishi vizuri na kwa muda mrefu iwezekanavyo. Timu yao inayowatembelea wagonjwa hutembelea familia katika jamii ikitoa dawa za kawaida na matibabu. Huitembelea familia ya Gerard mara moja katika kila wiki 2. Je, wewe Foster nasome? Ndiyo bibi. Naam Foster, uhali gani sasa? Nina maumivu makali mwilini mwangu, nina maumivu kote huko kwenye viungo. Unaweza kuketi? Ndiyo, naweza kuketi. Inawezekana mtoto wa mwisho wa John na Foster pia ana ukimwi. Katika siku zijazo ulezi wa watoto wadogo utafanywa na Gerard. Mradi wa Kitovu umemtambulisha Gerard kwa mshauri ambaye atamsaidia kupanga mambo yake kwa siku zijazo. Joseph ni mfanyakazi mmoja miongoni mwa wafanyakazi 260 katika jamii waliopatiwa mafunzo na mpango wa afya wa kutembelea wagonjwa wa ukimwi wa hospitali ya Kitovu. Unaona nilivyopanga? Nilipanga kumpata mtu atakayeweza kunisaidia. Ingekuwa vizuri iwapo mtu angenisaidia kuwatunza hawa wadogo. Je, mtu huyu atakuwa rafiki tu atakuwa mke? Mke wangu. Umepanga kufanya hivi lini? Kama unavyoona wazazi wako ni wagonjwa na hujui lini Mungu atakapowaita. Kwa hivyo umepanga kufanya hivyo lini? Yaani kutekeleza wazo lako la kumpata mtu wa kukusaidia katika mambo uliyopanga. Nilitaka kufanya hivyo katika kipindi kifupi kijacho. Katika mwaka huu nilitaka kwanza mipango. Lakini kama unavyoona sina msaada wowote kwa sababu sifanyi kazi. Unaweza kuona hali ilivyo. John na Foster wanaomba wajaliwe kuishi muda mrefu kidogo ili wamsaidie Gerard kuoa na kuanzisha nyumba yake kwa ajili ya kuwasaidia wadogo zake. Lakini muda unakwisha upesi. Katika familia hii matunzo ya kimatibabu yanawasaidia wagonjwa kusogeza siku mbele na hivyo kuongeza miezi yenye thamani kubwa katika kukabiliana na siku zijazo. Kwa mamilioni ya watoto, ukimwi unaharibu utoto wao. Elimu ni silaha pekee inayoweza kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hauharibu pia maisha yao ya utu uzima. Mradi wa Kitovu umepanga siku za watoto yatima kila mwezi ili kuwazindua kuhusu ugonjwa huu. Leo wanatembelea Kabonera. Je, mnafikiri ni nani kati ya hawa katika picha hajaambukizwa? Nyosha mkono na uje umguse. Tazama, nafikiri. Ndiyo wewe. Njoo hapa na mguse. Huyu hapa. Mtu huyu? Ndio. Huyu? Ndio. Kwa nini unafikiri huyu hajaambukizwa? Sababu ni mnene. Ni huyu? Ndio. Kwa nini unafikiri ni huyu? Sababu ni mnene. Kwa sababu ni mnene na askari, eh? Si hivyo rafiki zangu, ngoja niwaeleze. Hata askari anaweza kuwa ameambukizwa. Wanapokuwa na vikundi vidogo vidogo, washauri wanaweza kuvunja imani potofu zilizopo kuhusu masuala ya jinsia. Wanawahimiza watoto waongee kwa uhuru kuhusu mahusiano ya watu, wake kwa waume,
kutafuta na kujadili njia wanazoweza kutumia ili kujikinga dhidi ya virusi vinavyosababisha ukimwi. Kutokana na majadiliano yaliyo wazi, inawezekana kujenga hali ya kuelewa inayoweza kukinga kizazi hiki kisirudie makosa yaliyofanywa na kizazi kilichopita. This is a slow process. Hii ni hatua ya polepole, lakini ni lazima tuanze, na matumaini yangu ni kwamba watoto hawa wao wenyewe, iwapo watashawishika kutokana na hatua hii inayofikiriwa, basi bila shaka nao watawashawishi rafiki zao na kutakuwa na kuenea kwa elimu hii katika jamii. Hayo ni matumaini yangu na tunaweza tu kujaribu. Lazima tujaribu. Bila shaka wazazi wa mayatima hao walikuwa na matarajio mengi pamoja na hofu kadiri walivyokaribia kifo. Wakiwa hawakukamilisha kazi ya kuwalea watoto wao, jamii lazima ziwezeshe kukamilisha jukumu hilo kwa ajili ya watoto hao, kuwapatia mahitaji yao na kulinda haki zao kwa ajili ya siku zijazo. Tunapaswa kukilinda kizazi hiki cha watoto wadogo zaidi kuliko watu wazima. Unless we do that, tusipofanya hivyo, basi nchi yetu itateketea.